Tia lalamiko hilo kutoka kwa Philomena Richard pamoja na mumewe ambaye alifahamika kwa jina la Carlos Kapata. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani baada ya kupokea lalamiko hilo lilianza kufanya ufuatiliaji na uchunguzi. Katika ufuatiliaji wetu tulikwenda eneo la tukio, kwa maana pale ambapo mama huyo analalamika alijifungua, na tuliwasiliana na wenzetu watumishi wa serikali katika hospitali hiyo na tukapata maelezo yao. Lakini kama haitoshi, tuliwaalika wadau wenzetu katika masuala ya uchunguzi, hasa uchunguzi huu wa kitaalamu, ofisi ya mkemia wa serikali. Na wenzetu mara baada ya kufika walifanya taratibu zao kwa kushirikiana na wazazi wote wawili, kwa maana ya Philomena Richard pamoja na Carlos Kapata ambaye ni mumewe huyu Philomena. Na baada ya taratibu zao kukamilika, tulisubiri taarifa zao za kitaalamu. Na mara baada ya wenzetu hawa wataalamu kukamilisha taratibu zao na uchunguzi, tulipokea taarifa kutoka kwao, taarifa hii ya kitaalamu kutoka maabara ya sayansi ya jinai, biolojia na vinasaba, kwa maana DNA. Na miongoni mwa mambo ambayo yalizungumzwa humo ndani, kikubwa ilikuwa ni conclusion, majibu sasa, kwamba je, lalamiko la Philomena Richard kwamba kabadilishiwa mtoto ni kweli ama si kweli. Lakini majibu ya kitaalamu yalionyesha mtoto ambaye aliyekuwa amezaliwa na kufariki imebainika ni mtoto wa Carlos Kapata na Philomena Richard kwa 99.9%, na hivyo sasa kufanya lalamiko ambalo alilitoa Philomena Richard kuwa sio la kweli kitaalamu. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani baada ya matukio hayo, kwa utaratibu na kanuni zetu, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Pwani kwa kushirikiana na mkuu wa uchunguzi wa sayansi ya jinai, biolojia na vinasaba hapa kwetu, wote kwa pamoja walifika wilaya ya Bagamoyo na kuwaita pande zote mbili, wale ambao wanalalamika kwa maana Philomena Richard pamoja na mumewe Carlos Kapata, lakini kwa upande mwingine na utumishi wenzetu wa hospitali ambao walikuwa nalalamikiwa, na kuitoa taarifa hiyo kama ambavyo tulipokea kutoka kwa wadau wetu wa uchunguzi. Na mara baada ya hapo jeshi la polisi kweli limehitimisha kwa maana ya uchunguzi sasa umepatikana na majibu yamepatikana, nasi tumekamilisha lile lalamiko kubaini kwamba sio la ukweli, aliyezaliwa na kufariki ni mtoto wao halali. Pale ambapo wataona kwamba kuna jambo ambalo limetendwa ima kwake ama kwa mtu mwingine na halikufuata utaratibu, taasisi zote za serikali zina mfumo mzuri wa kupokea malalamiko na kuyashughulikia kwanza. Hivyo kwa kufanya hivyo, tuwaonye wananchi, tuwe watulivu, lakini pia tufuate utaratibu katika kutoa taarifa ambazo huna uweka nazo, hasa zinazohusu taasisi za kiserikali, ili kuepuka kuzichonganisha, lakini pia kuzifanya zisiaminike katika huduma ambazo wanazitoa. Sasa kwa nini lalamiko limetokea? Hili nilizungumza katika jamii ya Watanzania kwa uzoefu katika jamii ya Watanzania. Hili linaweza likatokea kwanza kwa yule mama ambaye amejifungua. Tunafahamu kwamba ile shughuli ya kujifungua sio kazi ndogo. Inaweza ikatokea pia matatizo ya kisaikolojia katika process ya kujifungua, na lenyewe likachangia kuto kuamini, kwa sababu taarifa anakuja kupewa baada ya akiwa ametulia sasa, kwamba hiki kimekuwa hivi, inaweza ikamsababisha akawa anakosa imani ya kuamini kwa namna ambavyo hali alivyoipokea. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ni ile tamaa ya kupata mtoto, tamaa ambayo amekaa nayo miezi 9, akijenga imani kwamba leo ndio siku ambapo nitakuwa na mtoto wa kulea. Sasa ile nayo inampa msukumo wa kujenga taswira hasi ya kutoamini
kile anachoambiwa wakati huo. Lakini ushauri wangu ni vyema amwamini yule ambaye yuko naye pembeni mwake, kwa maana yule ima ni ndugu yake wa karibu ama dada yake ama msaidizi ambaye yuko naye. Yule ni mtu sahihi katika kipindi ambacho wewe uwezekano wa kisaikolojia wa kiakili haupo, zaidi ya kupata uelewa wa kwamba ni kusukuma mtoto atoke. Mambo mengine pale hayapo kwako, sio katika uwezo wako wa kufikiri. Kwa hiyo yule pembeni ni mtu ambaye atakuambia, atakuelekeza nini kilikuwa kinatokea baada ya wewe kuwa umejifungua. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.